kupitia mikakati kadhaa ya miaka mitano iliyolenga kuongeza idadi hiyo maradufu ifikapo mwaka 2030 kupitia uongezaji wa dhamani ya mazao ya upanuzi wa masoko. Wanapata ukuaji wa sekta ya viwanda ambayo kwa sasa inaajiri watu 2,000 huku pia ikiathiri zaidi ya maisha ya watu milioni 2 ndani ya nje ya nchi kupitia fursa za biashara na thamani. Matumizi ya nyama ya nguruwe nchini Kenya bado yako chini, yakiwa takriban kilo 4 ama robo kwa kila mtu, ikiangaishwa na viwango kinachopendekezwa cha kilo. Hali hiyo inaonyesha pengo la lishe pamoja na fursa kubwa ya kibiashara ambayo wadau wanasema wana nia ya kuifanisha ndani ya miaka hiyo ijayo kupitia elimu, mafunzo. Pork consumption in Kenya, as our MC mentioned, is only at 400 grams per capita. Well, the World Health Organization recommends 800 grams. Our commitment, together with the ministry and the other development partners, we intend to bridge this nutrition gap. And it is a great, significant market opportunity for us, which we... An anti-truck bill so that we can regulate it and cement it into law. And with that technology, it's a digital technology powered by RFID that has microchip ear tags for our animals. We'll be able to open up access of our livestock and livestock products to premium markets such as the European Union, China, and the United States. And hopefully we'll be the third country after Botswana and Namibia that will get access into Europe for our livestock and livestock products because of our traceability technology. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura sasa amesema